Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya habari ambazo zina make headline huko mtandaoni ni kuhusiana na hiki kitu ambacho amekizungumza mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Martha Mwaipaja. Na Martha Mwaipaja bwana amezungumza kuhusiana na yale ambayo ameyasema mwanadada mwenzie ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili wa muda mrefu anafahamika kwa jina la Upendo Mkone. Kama unavyoelewa ni kwamba Upendo Mkone ni moja kati ya waimbaji wa Injili ambao wamekuwa wakifanya vizuri kwa miaka mingi sana, lakini at the end of the day ni kwamba mwanadada huyu au mwanamama huyu alipata umaarufu mkubwa na mpaka sasa hivi yuko na umaarufu mkubwa na heshima kubwa sana katika industry ya muziki wa Injili Tanzania na nje ya Tanzania, na amekuwa na mashabiki na watu wengi sana wamekuwa wakimsupport. Lakini pia at the same time pia kwa upande wa Martha Mwaipaja amekuwa naye pia ni mwimbaji mzuri sana na nyimbo nyingi ambazo zimegusa nafsi za watu wengi, na mwisho wa siku ni kwamba amepata umaarufu na yeye pamoja na mafanikio mengi sana pamoja na fan base ya kutosha ambayo inamsupport Martha Mwaipaja kwa muda mrefu. Kubwa zaidi ni kwamba Martha Mwaipaja amekuwa kitrendi mara kwa mara kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vikitrendi huko mitandaoni kumhusu yeye, kuhusiana na drama za familia yake na vitu vingine vingi. Lakini at the end of the day ni kwamba tunafahamu kwamba ni kwa muda mrefu kidogo Martha Mwaipaja hajatoa album mpya, lakini still bado watu wanamfuatilia pamoja na Upendo Mkone pia the same. Watu wengi sana wanafuatilia hawa waimbaji wa Injili ambao wanafanya vizuri kabisa nchini Tanzania. Sasa hivi karibuni ni kwamba mwanadada Martha Mwaipaja amesikika katika video ambayo amerekodi akiwa anazungumza kuhusiana na moja kati ya interviews ambazo ameziona huko mitandaoni, katika mitandao ya kijamii yani social medias, akiwa anamuona mwanadada mwenzie ambaye ni mwimbaji mwenzie wa Injili, yani mwimbaji wa gospel Upendo Mkone, akiwa anamzungumzia Martha Mwaipaja katika upande ambao ni negative, yani anamzungumzia kwa mabaya, jambo ambalo yeye Martha Mwaipaja hajapendezwa nalo. Kwa mujibu wa Martha Mwaipaja anadai kwamba Upendo Mkone katika mazungumzo ambayo ameyazungumza katika media ambazo amefanya nazo interview, ameeleza kwamba kulikuwa na kuto kuwepo na maelewano mazuri kati yake yeye na Martha, and then mwisho wa siku ni kwamba Martha alifikia hatua mpaka ya kumtishia maisha Upendo Mkone, jambo ambalo Martha Mwaipaja mwenyewe ameamua kurekodi video na kuelezea kwamba si la kweli, kwani haijawahi kutokea kitu kama hicho, na kwa kifupi ni kwamba yeye hajapendezwa kabisa na jina lake kuchafuliwa kutokana na maneno ambayo Upendo Mkone ameyazungumza, kwani kwa namna moja au nyingine mashabiki na watu ambao wanamwamini Martha Mwaipaja wakisikia kwamba yeye ana vitendo kama hivyo vya kutishia watu maisha, na ukizingatia ni mwimbaji wa Injili, inaleta sifa mbaya kwake. Hivyo basi Martha Mwaipaja bwana hajapendezwa na tukio hilo, na moja kwa moja imepelekea aamue kurekodi video na kuelezea kwamba tayari yeye pamoja na timu yake ya kisheria, yani wanasheria wake, wamejiandaa kwa ajili ya kukabiliana na hili swala na Upendo Mkone moja kwa moja kufungua mashtaka kuhusiana na shutuma mbaya ambazo Upendo amezitoa dhidi ya Martha Mwaipaja. So hapa kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na taarifa hiyo. Kwa mfano hapa bwana, kuna page hapa wamekuja wameandika kwa kirefu zaidi wakiwa wameandika kwamba mwimbaji wa nyimbo za Injili Martha Mwaipaja kupitia ukurasa wake wa Instagram ameamua kuzungumza au kuzungumzia kinachoendelea kati yake yeye na mwimbaji mwenzie Upendo Mkone. Martha Mwaipaja amedai kuwa Upendo Mkone ameendelea kumchafua kwa kauli mbalimbali, huku lengo likiwa ni kumshushia heshima yake, jambo ambalo amesema kwamba limemshangaza, kwani kwa mujibu wake yeye hajawahi kuwasiliana na mwimbaji huyo, yani yeye Martha Mwaipaja hajawahi kuwasiliana na Upendo Mkone kwa takriban miaka 9 sasa. Lakini aidha Martha Mwaipaja ametaka Upendo Mkone kuweka wazi ushahidi wa madai yake kwamba aliwahi kumtishia maisha, akisisitiza kuwa kama kweli jambo hilo liliwahi kutokea basi aeleze ni lini lilitokea. Yani hapa kwa kifupi ni kwamba Martha Mwaipaja ametaka ushahidi wa kile ambacho Upendo Mkone amekizungumza. Lakini pia vile vile ni kwamba Martha Mwaipaja ameongeza kwamba yuko tayari kulifikisha suala hilo kwenye vyombo vya kisheria ili ukweli ujulikane
ijulikane, huku akimtaka Upendo Mkone kuthibitisha mbele ya mamlaka husika ni wapi na lini alishawahi kumtishia maisha kama vile alivyodai. So hapa bwana, nataka umsikilize kwa kifupi taratibu kabisa jinsi ambavyo Martha Mwaipaja mwenyewe alivyorekodi video na kulizungumzia swala hili na kuiweka katika ukurasa wake wa Instagram. Haleluya, asante Yesu. Sasa leo nataka naongea kitu kuhusu Upendo Mkone, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Upendo Mkone ameingia kwenye media hizo, kwenye social media, umeniongelea vibaya. Sasa katika yote uliyoongea, ambalo mimi nimetaka leo niliongee ni kuhusu mimi kukutishia maisha. Ana hayo mengine yote uliyoongea nimeona ni ujinga tu. Mimi siingiage humu kwenye social media kwa sababu tu mtu kaongea basi niingie. Nikiona kuna cha maana hapo naweza nikaongea. Sasa cha maana nilichokiona mimi katika uliyoyaongea ni kuhusu mimi kukutishia maisha. So kama unavyosikia hapo ni kwamba mwanadada Martha Mwaipaja hajapendezwa na kitu ambacho Upendo Mkone amekisema, maana issue ya kumtishia mtu maisha sio sifa nzuri, hususan kwa mtu ambaye anajihusisha na mambo ya Injili. So kwa kifupi ni kwamba Martha Mwaipaja hilo hajapendezwa nalo, na ameweka clear kabisa kwamba yuko tayari kuchukua hatua za kisheria ili ukweli uwe bayana. Na hii kukutishia maisha nataka ukanielezee vizuri kwenye sheria. Ukanielezea vizuri nimekutishiaje maisha na uje na ushahidi mzuri. Msione sifa kuchafua wenzenu. Msione sifa kutumia hiyo midomo yenu kuongea watu vibaya. Msiharibie wengine heshima ili nyewe muwepo. Hakuna mtu anaweza inuka kwa kumpiga mwenzie. Hakuna mtu anaweza kupanda kwa kumharibia mwenzie. So kwa kifupi ni kwamba kama alivyozungumza hapo mwanadada Martha Mwaipaja, anadai kwamba hili jambo yeye analifikisha katika vyombo vya kisheria ili ukweli uweze kuwa bayana, na amempa taarifa rasmi kabisa Upendo Mkone kwamba ajiandae awe na ushahidi mzuri kuhusiana na swala hilo, kwani yeye swala la kuchafuliwa brandi yake hajapendezwa nalo. Mkone, Upendo, katika watu siwawazi kwenye kichwa yangu hata kuwafikiria. Wewe nakuheshimu tu kama mama, nakuheshimu tu kama mtu mzima, nakuheshimu tu mimi. Wewe umri wako na mimi ni tofauti sana. Sasa hebu tuheshimiane tu, tuheshimiane kabisa. Na waomba na kuomba utanieleza vizuri wapi nilikutishia. Sijaongea na wewe miaka karibia 9, hatujaongea kukutana hivi tukaongea hata kwa simu. Sasa kama ulipanga uniangushe kwa maneno mabaya, unichafue, iwe mwanzo na mwisho. Narudi. So hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa mujibu wa Martha Mwaipaja. Ameweka bayana kwamba iwe mwanzo na mwisho. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia hebu tuwekee maoni yako katika comment section. Alizungumziaje swala hili? Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.